بسم الله الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد، سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Leo biidhnillahi taala tunafungua tafsiri ya aya ya kwanza katika suratu Al-Layl, na nyuma katika halaka yetu iliyopita tuligusia mambo muhimu katika utangulizi wa sura hii. Min ahammi niqat, katika nukta muhimu sana ambazo tuliweza kuziangazia katika mukaddima, tukasema idadi ya aya katika suratul Layl ni 21, na kama mtu ana nuskha ya msahafu ataona, na tukaeleza maudhui msingi katika sura hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza baada ya kuapa na vitu ambavyo ni muhimu sana na ndiyo kawamu ya maisha, mabadiliko ya usiku mchana, na vile vile kuumbwa kwa mwanadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza uhalisia wa wanadamu kwamba ni wenye kutofautiana katika mitazamo, wenye kutofautiana katika amali, wenye kutofautiana katika tabia tofauti. Pili, tukasema moja katika maudhui ni Uislamu ukatibu swala la classism. Kuna watu ambao ni mabakhili to an extent mpaka wakaona kwamba hii dunia wanaimiliki na hawatoondoka katika dunia kwa kulevywa na mali. Kisha akapiga mfano wa pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa watu ambao mali kwao wanaitoa na kuispend kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwisho ikaelezwa jinsi ya Muislamu au jinsi ya mtu anavyokuwa anapata mwisho mbaya endapo atakuwa analevywa na mali alionayo na vyeo alivyonavyo. Tukaona jinsi Makuraish walivyokuwa aibishwa na Al-Qur'anul Karim, jinsi walivyokuwa wakijitamba juu ya mali na kukejeli wale wanaospend mali katika ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo biidhnillahi ta'ala, pasi na kupoteza wakati, tunaanza kufasiri aya. Insha Allah ta'ala tutaziangalia hizi aya 3 au aya 2. Mwenyezi Mungu anasema wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Kama tulivyoeleza katika sura za viapo, ambazo sura nyingi katika juzuu hii ya amma utakuta zimekuja na al-qasam, kiapo. Tuna hii wal-layli idha yaghsha, tuna wadduha wal-layli idha saja, tuna wat-tin, tulieleza mambo hayo, wal-adiyati dhabha. Hizi zote wao tukasema ni wao ya al-qasamu, yani wao ya kiapo. Na tulieleza nyuma kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kwa utukufu alionao amejipa haki ya kuapa na viumbe, viwe viumbe vina uhai ama vile ambavyo havina nini uhai.
Ama wanadamu kuapa na viumbe haturuhusiwi kuapa. Labda ukasema mama yangu vile, sijui baba yangu vile, hivi viapo hivi haviruhusiwi, bali sisi tunastahiki kuapa na jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiapo kikubwa sana tulichokizoea kusema wallahi billahi wa tallahi. Kwa hivyo wao hii ni wao al-qasam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameanza na kuapa wal-laili, na usiku, au na apa na usiku, idha yaghsha, pindi unapofunika. Ukichunguza kwa makini kibalagha katika aya hii utastaajabu Allah subhanahu wa ta'ala alivyofupisha haya mazungumzo, ambapo kuna haja ilikuwa irefushwe, kwa sababu swali ambalo linaulizwa hapa, usiku hufinika nini? Lakini Mwenyezi Mungu hakutaja kinachofinika usiku, ambapo tunajua sisi kwamba usiku hufunika. Sasa Mwenyezi Mungu hakusema walaili idha yaghsha al-ardha, mfano, au idha yaghsha an-nasa, au idha yaghsha al-jibal. Hakusema hivyo kwamba na hapa na usiku pindi unapowafinika wanadamu au unapofinika dunia kwa ujumla. Na tunaelewa wazi kwamba usiku na mchana upo katika ardhi hii tunayoishi, lakini vile vile katika sayari yoyote ambayo ina mzunguko nini wa jua. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi ambayo amefanya wanadamu waishi, usiku na mchana pia hutofautiana. Utakuta kuna wakati usiku unakuwa ni mrefu zaidi kuliko mchana, lakini alhasil hakuna katika pembe ya dunia ambayo haipitikiwi usiku. Hata kweli kuna nchi miongoni mwa mataifa ukienda utakuta jua ni saa 2 za usiku, lakini jua bado linawaka, lakini watu hawa pia upitwa kipindi nini cha usiku. Kwa hivyo anaeleza Mwenyezi Mungu wakia, reality ambayo ipo kwa wanadamu, uhalisia ambao mwanadamu hawezi kujiepuka nao. Kwa kuwa uhalisia huu hauwezi kuepukika, ndio Mwenyezi Mungu akawa hakuna haja ya kutaja ardhi wala wanadamu, kwa sababu ni uhalisia unaokumba kila mtu. Hii inaitwa hadfu ala al-itlaq, yani kuondosha kitu ambacho kinajulikana kiujumla wake. Walaili idha yaghsha, al-ghashya ni kufunika. Ukifunika kitu maana yake nini? Hutaki kionekane. Na hii ndio maana sifa ya usiku wa kwanza, vitu vingi havionekani. Vile unavyoviona mchana, usiku huvioni. Ukichunguza kwa makini tamko la al-lail, Mwenyezi Mungu ameliapia sana na akalifungamanisha sana na suala la giza, na akalifungamanisha pia na suala la kutafakari utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika suratu Ali Imran, pia katika suratu al-Baqara aliposema inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar, hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukinzana, kutofautiana baina ya usiku na mchana, la ayatin liulil albab, kuna dalili na ishara kwa wenye akili. Hivyo Mwenyezi Mungu anapoapa walaili idha yaghsha, anataka attention yetu kwamba kutafakari kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiulize yukoje, na sisi akili zetu zilizokuwa ni Mwenyezi Mungu ameziumba, hizi akili zina mpaka, na mwanadamu mwenyewe pia ana mipaka. Na ndio maana moja katika dalili kwamba mwanadamu ni kiumbe ni kwamba hata akili yake ina mipaka, na suala la Mwenyezi Mungu liko nyuma ya akili ya mwanadamu. Sasa swali linaweza kuja, vipi Mwenyezi Mungu atuambie tumuamini na ilhali hatumuoni?
tunatakiwa kumtambua Mwenyezi Mungu kwa kupitia ishara zake, kupitia alama zake. Ndio Qur'ani mara nyingi ukaridini la ayatin liuli nuha liuli albab la'allahum yatafakkarun inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabatin wa tasrif ar-riyah al-musakhkhari bayna as-samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Zote hizi majahazi kwenda baharini, yani kuelea usiku na mchana, kutofautiana mvua inaponyesha, utenda kazi huu utufikishe kumtambua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Guess what? Baada ya aya hii kuna nini? Mwenyezi Mungu asema wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Mufassiruna wanasema kuna link hapa na connection baina ya aya hii. Kwa nini Mwenyezi Mungu akatanguliza inna fi khalqi samawati wal ardi kisha akaleta mapenzi? Ni kana kwamba tunaambiwa huwezi kumpenda Mwenyezi Mungu mpaka umjue Mwenyezi Mungu. Huwezi kumpenda Mwenyezi Mungu, yani arifu Allah thumma tuhibbuhu. Kwanza mtambue Mungu ni nani, kisha ndipo umpende. Ndio walladhina amanu, na wale walioamini, ashaddu hubban lillah, utawapata mapenzi yao ni makubwa zaidi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tayari wametafakar na kuzingatia yaliyomo katika mazingira, conclusively wakafika kiwango kuamini kwamba wallahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yupo with certainty, yani si suala la shaka shaka. Ndio maana katika taarifu ya akida katika Uislamu si tasdiki mujadid tasdiq, si kubelieve tu, ni believing without any single doubt, kuamini with conviction, with state, manake kuamini kwa yakini, tasdiqul jazim, kuamini kwa kukatikiwa. Hiyo ndio maana ya al-aqida. Wal-layli idha yaghsha, na usiku unapo tanda au unapofunika. Usiku una shari zake, usiku una shari zake, kama ulivyotusema kwamba ni moja katika tafakuri ya alama za Mwenyezi Mungu, lakini pia una shari zake. Ndio maana zikashukishwa zile sura qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na shari ya giza linapotanda. Kwa sababu wachawi na wengineo pia vitimbi vyao au vifanyi mchana, ufanya wapi? Usiku. Japo shetani anapowazidia wachawi hufanya pia mchana. Ile hali ilivyokuwa wakati mwingine shadi za usiku pia hufanya nini? Mchana. Wanaudhu billahi min dhalik. Usiku unanasibishwa na giza, na wakati mwingine Al-Qur'anul Karim inanasibisha ignorance kama usiku. Kiza litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, kuwatoa watu kutoka viza mbalimbali, lakini mwangaza ni mmoja. Hakuna miangaza mingi, mwangaza ni mmoja, lakini viza kwa sababu gani? Batil ni nyingi. Japo zote zashirikiana katika msingi, lakini batil ni nyingi na zote ni upotofu. Kwa hivyo zikaja kwa yani kwa plural, kwa maana kwamba kuna batil hubadilika rangi, kuna hawa wanajifanya hivi, itikadi hizi, lakini nuru ni nini? Ni moja. Wal-layli idha yaghsha, usiku ni ufunika, na mambo mengi usiku huwa pia kuna fawaida katika Qur'ani. Ibada zinapofanywa usiku zina umakini zaidi. Wa minal layli fatahajjad, na usiku jipinde. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi, inna Allaha yanzilu ila samai dunya fi kulli laylatin, katika mafhumu alhadith kwamba Mwenyezi Mungu huteremka
Kila inapofika thuluthi ya layl akauliza, je, kuna alona madhambi? Akatubu, nikakubali toba yake. Na ndio maana watu wema walikuwa tu hawaswali, bali huangalia the quality time ya kuswali. Licha zile swala za faradhi, utasikia kuna aya sema wabil ashari hum yastaghfirun. Na katika ashar, usiku katika lugha ya Kiarabu una majina mengi. Miongoni mwa majina ya usiku inaitwa al-atama, kisha kuna ghasak, kuna ghurub, kisha kuna sahar. Ni usiku wa kuanzia saa 8 hapo na nusu 9 mpaka alfajiri. Ukasimama ukamtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, basi huo ni quality. Wakati gani? Wakati wa usiku. Qumil layla illa qalila. Kwa hivyo swala ya usiku ina fadhila kubwa, kwa sababu usiku asili watu hulala, na hapa kuna musara, kitanda kinakuita, usingizi umekolea, kisha useme kitanda leo na kuacha na jumlia maji, ni mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ashari hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu wakati wa usiku. Wan nahari idha tajalla, Mwenyezi Mungu anasema anaapa tena wan nahari. Utakuta hapa kuna usiku na mchana. Hivi ni vitu tofauti. Wan nahari idha tajalla, na mchana idha tajalla, pindi unapodhihirika ama unapojidhihirisha. Ujidhihirishe nini? Vile vile hafu ala al-itlaq, unapodhihirika katika ulimwengu, si kwamba unapoangaza, unapodhihirika. Angalia Mwenyezi Mungu katika ubalagha hapa, hii inaitwa at-tibaq. Ametaja usiku unapofunika watu hawaoni, lakini je, usiku mchana unapoangaza, yani unapodhihirika, kile ambacho usiku ulikuwa ukioni, mchana ukija unafanya nini? Unakiona. Kana kwamba pia lugha nyingine ni kwamba Uislamu ulikuja kufunua yale ambayo ujahilia ilikuwa imefunika. Moja katika mafunzo makubwa hapa ambayo mimi yalinivutia, wametaja maulama hapa, wakasema hapa haikusudiwi tu kiapo peke yake, bali nakusudiwa kanuni msingi sana hapa. Kanuni moja msingi hapa ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hizi anathibitisha kule kumiliki kwake ulimwengu, the owner of the world, yani anamiliki ulimwengu. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu ndiye mmiliki wa ulimwengu na ndio mmiliki wa usiku na mchana, nani anaweza kazuia usiku usitoke? Hakuna, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani anayejalia kwamba labda hata Mwenyezi Mungu alivyoeleza katika nafikiri sura Rum kwamba lau Mwenyezi Mungu angefanya laila sarmadan, usiku ungekuwa milele, ni nani katika nyinyi anaweza kustopisha usiku huo? Kwa hivyo hapa kuna dhihirika kanuni ya utendakazi wa Mwenyezi Mungu kwamba amepwekeka katika swala hili. Wabitali, kama amepwekeka Mwenyezi Mungu katika utendakazi wake, basi hakuna sheria ya kufuatwa ila sheria nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Na huu mchana nao lao ungekuwa milele, ni nani angetupatia usiku wa kustarehe? Waja'alna naumakum subata. Nani angetupa hiyo? Kwa hivyo hapa kuna tajwa utendakazi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao utendakazi huu ndio ulimwengu. Huu utendakazi huu utufikishe kuwa na imani juu ya kwamba huu ulimwengu, ndugu zangu, hauwezi ukasonga hatua ya ufanisi hata kwa shibri moja ikiwa tutakengeuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio conclusively aya zikaja mwisho, inna sa'yakum la shatta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alileta kanuni kwamba ulimwengu huu ni ulimwengu ambao kila kitu kina usawa wake. Hii ndio huitwa natural equality. Kwa Mwenyezi Mungu ameweka usiku akaweka na mchana, basi vile vile wanadamu wako wema
na waovu, wako waume na wanawake kadhaa, wako wafupi. Kwa hivyo dunia imepangwa hivyo. Nani amepanga maneno haya? Amepanga Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye pekee ndiye wa haki ya kuabudiwa. Inshallah tutakoma katika aya hii. Nimependa kwamba hii wama khalaqa dhakara wal untha tuiunganisha na inna sa'yakum la shatta, kwa sababu imetaja wama, na hii ma hapa pia ina mjadala mrefu sana katika lugha. Kuna wao waliofasiri ma masdaria hapa na ma mausulia. Tutakuja inshallah utaenda kuyaeleza katika wiki itakokuja. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.